kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu uliopangwa tarehe 29 Oktoba. Katika taarifa yake ya 26 Oktoba, TCRA pia ilibaini kuwepo kwa mjadala katika moja ya mitandao ya kijamii kuhusu namna watakavyotekeleza ghasia siku ya uchaguzi. Majadiliano hayo yalionyesha kuwa siku ya uchaguzi yangeharibu mifumo ya umeme ili kuliingiza nchi gizani, kuchoma moto vituo vya mafuta na kuchoma moto vituo vya kupigia kura kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu. Licha ya viashiria vya mtandaoni viliwekwa wazi zaidi, kulikuwa pia na viashiria ambavyo tume ilivigundua kupitia mashahidi waliofika mbele ya tume. Mfano ni kuwepo kwa vijana wasiopungua 500 katika majengo, misitu na makambi katika maeneo mbalimbali nchini kwa takriban siku 28, ambapo walihifadhiwa na kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia siku ya uchaguzi mkuu. Tume kupitia uchunguzi wake ilibaini kwa moja ya nyumba hizo iliyopo Dar es Salaam ilikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka kituo cha polisi. Pamoja na tume kupokea ushahidi unaoonyesha kuwepo kwa baadhi ya viashiria vya mipango ya vurugu siku ya uchaguzi mkuu, hakuna ushahidi unaonyesha kubainika kwa vitu hivyo vichache ambavyo tumeviongelea au hatua stahiki kuchukuliwa kikamilifu kabla ya matukio ya uvunjifu wa amani. Kama nilivyoeleza awali, uvunjifu wa amani uliotokea ulithibitishwa kiwango kikubwa cha matayarisho ya vurugu hizo. Wafanya ghasia walitumia mbinu mbalimbali ambazo hazikutarajiwa, na mbinu hizo ni pamoja na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani kwa wakati mmoja katika sehemu mbalimbali za miji na sehemu nyingine kwa kutumia mbinu mtawanyiko, dispersal violence points, ili kuzuia polisi wasiweze kukabiliana nao na kuwadhibiti kwa urahisi. Ikumbuke pia kwa siku hiyo ya uchaguzi, polisi wengi walikuwa kwenye vituo vya kupiga kura wakilinda amani na sare tu na bila kuwa na silaha yoyote. Wananchi pia waliokuja mbele ya tume waliona ishara za vurugu zitatokea siku ya uchaguzi mkuu. Shahidi mwingine aliyofika mbele ya tume alieleza kuwa waliona ishara ya vurugu kupitia mitandao ya kijamii na wengine kutoa taarifa mbele ya tume kuhusu hofu walikuwa nayo, na kwa mfano ni hiyo. Kiongozi mmoja wa dini aliambia tume kuwa kabla ya siku ya uchaguzi mtoto wake alikuwa na taarifa kuhusu vurugu zilizokuwa zimepangwa kuzuia uchaguzi usifanyike. Aliposhinda kuwashawishi baba na mama yake wasijitokeze kupiga kura, aliwashauri kuwa angalau wasafishe vidole vyao mara tu baada ya kupiga kura, kwa kuwa wapo watu wamejipanga kukata vidole kwa hao ambao wamepiga kura. Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika ngazi ya taifa, mkoa na wilaya, kama walivyokuwa Watanzania wengine, walishtukizwa na hawakuwa wamejiandaa kwa kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea tarehe 9 Oktoba zilizotokea wakati huo katika mikoa 14, wilaya 33 na maeneo 202. Kupitia mabaraza ya polisi, maafisa na wakaguzi na askari polisi walipata fursa ya kueleza tume namna ghasia zimekuwa kubwa na hatarishi kwa maisha yao wao binafsi, lakini pia wafanya ghasia kutumia mbinu na silaha mbalimbali
kukabiliana na askari. Askari mmoja alithibitisha kwa jeshi la polisi alikutegemea aina, ukubwa na usambaaji wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu. Mmoja alieleza, tulijipanga kwa maandamano, yaliyotokea ni mkusanyiko. Afisa mwingine wa vyombo vya ulinzi na usalama alieleza kuwa tulijipanga kwa maandamano, yaliyotokea ni uyoga nchi nzima. Kuhusu hatua zilizochukuliwa, Mheshimiwa Rais, baadhi ya kamati za mikoa zilijulisha tume kupitia taarifa zao kuhusu hatua mbalimbali walizochukua kudhibiti matishio ya uvunjifu wa amani. Mfano ni kamati ya usalama ya mkoa wa Katavi. Katika taarifa yake imeeleza kwa baada ya kuanza kuona viashiria vya kuwepo kwa ghasia wakati wa uchaguzi, iliimarisha mikakati ya ufuatiliaji na taarifa za kiintelijensia na kuzifanya kazi kwa haraka. Aidha, kamati ya mkoa na kamati ya wilaya za usalama zilianza kufanya vikao vya pamoja ambao katika kipindi hicho zilikutana mara 11. Hali kadhalika, kamati ya usalama ya mkoa wa Kilimanjaro ilieleza tume kwa baada ya kuanza kuona viashiria na uwezekano wa kuwepo ghasia wakati wa uchaguzi, ilichukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya vikao vya kamati mara kwa mara kwa lengo la kupeana taarifa, kukutana na viongozi wa vyama vya siasa mara kadhaa na kukutana na vikundi vya bodaboda, na mkoa wa Kilimanjaro ni mmoja mkoa ambao hakuwa na changamoto za vurugu. Mheshimiwa Rais, niongelee kuhusu hatua za kudhibiti. Sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi inabainisha majukumu ya jeshi kwa polisi, kwani pamoja na kulinda raia na mali zao. Aidha, ili kutekeleza jukumu hilo, askari wa jeshi la polisi wameruhusiwa kubeba silaha wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Hata hivyo, ruhusa ya kubeba silaha inayotolewa chini ya sheria hiyo sio ruhusa ya moja kwa moja ya matumizi ya silaha hizo. Matumizi ya silaha yanapaswa kuzingatia misingi ya sheria na miongozo mbalimbali kuhusu matumizi ya silaha za moto. Na kifungu 19 kifungu kidogo cha kwanza kinaainisha masharti na mazingira ambayo silaha za moto dhidi ya binadamu zinaweza kutumika. Ni ambako wakati ambako kuna jaribio la kumuokoa mtu mwingine ambao anapata madhara, au wakati wa kuzuia ukamataji kihalali na kadhalika. Lakini masharti ya kifungu hicho Jeshi la Polisi huduma saidizi pia naendana kabisa sambamba na kifungu cha 9 ya kanuni za misingi ya Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu ya silaha za moto kwa maafisa wa vyombo vya utekelezaji wa sheria zilizopitishwa mwaka 1990. Kwa hiyo sheria yetu ni sambamba tu kabisa na kanuni ya msingi ya Umoja wa Mataifa. Pia sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kifungu 19(1) na cha 2 kinatoa mwongozo wa kisheria kuhusu ukamataji wa mtuhumiwa na matumizi ya nguvu wakati wa ukamataji. Lakini pia Jeshi la Polisi lina kanuni zake za jumla